Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Mikocheni SDA Media, ni wakati mwingine tena huu nikiwa katika kanisa pendwa, kanisa la Waadventista Sabato Mikocheni, na siku hii ya leo nipo na mtumishi wa Mungu Pastor ambaye kwa juma hili la shukrani alikuwa akitoa neno na watu wengi wakiwa wanazidi kubarikiwa, na siku hii ya leo nipo naye Pastor. Karibu kwa faida ya anayetutazama na anatufuatilia katika peji za YouTube ikiwa ni Mikocheni SDA Media. Pastor, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Habari za leo? Habari za leo ni njema sana. Unajisikiaje kwa juma hili lote kuweza kuhudumu katika kanisa la Waadventista Sabato Mikocheni? Kwa kweli najisikia vizuri sana, lakini najisikia vizuri kwanza kwa mwaliko wa kuhudumu katika kipindi hiki cha hizi siku tatu, lakini najisikia vizuri pia kwa huduma yenyewe ambayo nimealikwa kuifanya, kwa maana ni huduma ya neno la Mungu, ni huduma ya shukrani na tulikuwa na title inayosema tunayo kila sababu za kumshukuru Mungu. Kwa hivyo hoja yenyewe au mada yenyewe lengwa katika wiki hii pia ni moja ya vitu ambavyo vimefurahisha pia, kwa sababu kwa kweli sisi kama wanadamu tunapaswa kumshukuru Mungu. Hakika ni kweli, sisi kama wanadamu tuna wajibu wa kumshukuru Mungu. Pastor, kwa siku hizi tatu kuna mambo mengi huenda umejifunza katika kanisa hili la Waadventista Sabato Mikocheni. Kwa faida ya yule ambaye anatutazama, huenda anatamani kujifunza zaidi kuhusiana na masomo ambayo ulikuwa unatoa, iko namna gani anaweza akakupata kupitia mitandao yetu ya kijamii? Huenda una platform ambaye anaweza akakupata akazidi kufuatilia mafundisho yako. Karibu Pastor. Naam, mimi binafsi bado niko kwenye mchakato wa kutengeneza platform binafsi, lakini nimekuwa huru kwa hilo, kwa sababu nina platform nyingi ambazo zina content zangu. Kwa mfano, ukienda kwenye Hope Channel Tanzania television, nina kipindi kinaitwa Mizani ya Haki, pale kinarushwa. Lakini pia ukienda kwenye platform mbalimbali, nenda kwenye akaunti ya Mwenge SDA, andika tu neno Tumaini kwa Uzao Ibrahimu, utaona kuna video zaidi ya 30 ziko pale. Nenda kwenye YouTube account ya Segerea SDA, andika pia Tumaini kwa Uzao Ibrahimu, utakuta pia kuna content ziko pale, na akaunti nyingine mbalimbali. Tanzania Union Mission nayo pia ndani yake ina baadhi ya content ziko. Tulikuwa na mikutano ya Campus Hope chini ya TUCASA, chama cha TUCASA, na tulikuwa na mahubiri pale kwa zaidi ya siku 14 pale Magomeni SDA, na walirusha zile content za mambo ya AMR. Kwa hiyo ukienda kwenye mtandao au kwa ujumla, wewe nenda tuandika Dominic Mapima, Pastor Dominic Mapima, utanikuta pale kwa videos mbalimbali, unaweza kupata habari zangu. Lakini zaidi sana kwenye platform hii ya kanisa hili la Mikocheni, hata na hii ambayo unaitazama sasa, ndio sasa unaweza ukanipata sasa kwa mazungumzo haya mafupi. Lakini kwenye kupitia YouTube account ya kanisa hili la Mikocheni kuna baadhi ya content za masomo ya juma hili ya tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu, napo pia unaweza ukakuta hizo mada mbalimbali. Nashukuru Pastor kwa maelezo mazuri sana. Huenda kuna mtazamaji amesikia pale na natamani siku moja afanye maombi na maombezi kupitia wewe ama masomo. Je, anawezaje akakupata kwa nambari ya simu ama katika mtandao ya kijamii WhatsApp? Unaweza kumtajia ili itokea basi huenda wanatamani huduma yako kama hapa kanisa la Sabato ulivyokuita, hiyo rahisi kuweza kukupata. Asante. Napatikana kwa akaunti ya WhatsApp ama simu namba by namba 0715 hiyo ni Tigo 52 71 43 0715 52 71 43. Lakini ukienda kwenye Instagram ukiandika Dominic Mapima utanipata. Ukienda kwenye Facebook pia ukiandika Dominic Mapima pia utakuta akaunti yangu iko pale. Kwa hivyo kupitia platform zote inapatikana na tunaweza kuendelea kuwasiliana, lakini pia kushauriana katika mambo mbalimbali ya kiroho. Kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Emmanuel Joseph, na nikiwa na Pastor hapa nazungumza mambo mengi na ambaye sisi kwa pamoja tumebarikiwa kwayo. Pastor, una neno gani la mwisho kwa kanisa hili la Waadventista Sabato Mikocheni ambayo umehudumu kwa siku tatu, na ikiwa leo ni siku ya mwisho, ni siku ya kwenda kuupokea mwaka, una neno gani unaweza kuambia wapendwa hawa wasafiri wa kwenda mbinguni? Karibu. Naam, kwa kifupi niseme tu ya kwamba neno la kuwaambia ningetamani lingelikuwa katika muktadha ule wa hotuba ambazo nimezifanya. Tunazo kila sababu za kumshukuru Mungu. Tuliona sababu mbalimbali zipo za kumshukuru Mungu. Tumeona kwamba yeye ndio muumbaji. Kupitia topic ya kwanza tumejifunza
tumeona kwamba yeye ndiye mruzuku anayetupatia riziki ya kila siku. Tumejifunza pia tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu yeye anatufariji mioyo. Tumejifunza jana mada hii. Tumejifunza yeye ni mlinzi, tunapaswa kumshukuru, na hata leo pia tutakuwa na topic nyingine, sababu 2 tu za kumshukuru Mungu ambazo tutaziangalia, sababu 2 za mwisho ambazo tutakwenda kuziangalia leo. Kwa hiyo kwa kifupi, ni watie moyo kwamba kwa yale mafundisho ambayo tumeyafanya kupitia katika siku hizi 3, wazingatie tu yale na wawe na maisha ya kumshukuru Mungu, maana maandiko yanasema shukuruni kwa kila jambo. Lakini zaidi sana, umoja uendelee kuongezeka ndani ya kanisa, ushirikiano na kuweza kuungana pamoja katika shughuli kama hizi na katika kuinua ufalme wa Mungu kwenye kanisa hili la Mikocheni. Asante sana Pastor, Mungu akubariki kwa muda wako. Nami nimefika mwisho. Mungu akubariki sana. Asante sana. Ubarikiwe mtangazaji. Barikiwa sana.